الكلام على الجماعات الإسلامية والأحزاب المعاصرة. maneno kuhusiana na makundi ya Kiislamu na vyama vya kisasa. Uhizbia, maneno kuhusu uhizbia, ambao huyu hizbi tusote sisi tumeambiwa mahizbi. Mwingine asimama akwambia sasa kama mimi hizbi, kwa sababu tunajua kuna hizbu shaitani na hizbu rahman, sasa mimi ni hizbu shaitani? Kama mimi hizbu shaitani ushanikufurisha, au mimi hizbu rahman? Maneno yale kama yeye ansari sunna mimi ansari faradhi, ndio haya yanajirudia sasa. Aya, ma maana alhizbiyyah lughatan wa istilaha? Ni nini maana uhizbia katika lugha na katika istilahi? Tunaposema uhizbia jamani haufai kama kule mwanzo, la nuqirru bilhizbiyyah almadhmuma. Tumesema sisi hatukubali uhizbia, uchama ambao ni wenye kukataliwa, wenye kusema vibaya katika Uislamu, hatukubali. Mtu atauliza huo uhizbia nini? Maelezo hapa. Alhizbiyyah lughatan au naam, warada lafdhu alhizbi fi alquran ala wujuhin. Limepokewa neno hizbi katika lugha ya Qur'ani kwa njia nyingi. Walahu fi lughati maanin, na neno hili katika lugha lina maana nyingi. Amesema al-Fayruz Abadi katika Basair dhawi sharaf, Basair dhawi tamyiz, juzu ya pili ukurasa wa 457. Anasema ifuatayo, anasema basira fil hizbi, utambuzi katika masala ya hizbi. Wa huwa jama'atun fiha ghilad, ni kundi ambalo lina nguvu. Kundi lolote ambalo lina watu wengi inaitwa hizbi. Basira hiyo. Wakila alhizbu, na vile vile imesemwa kwamba hizbu at-taifa ni kikundi. Wal ahzabu, na neno ahzabu at-tawaifu allati tajtami'u ala muharabati al-anbiya. Tazungumza kilugha, ni vikosi au vikundi ambavyo vinakusanyika juu ya kuwapiga vita mitume alayhimus salam. Wa qawluhu ta'ala fa inna hizballahi yani ansar Allah. Na kauli yake Taala aliposema fa inna hizballahi humul ghalibun au humul muflihun, makusudio yake ni ansarullah, watetezi wa Allah. Maneno ya al-Fayruz Abadi. Wa warada fil Qur'ani ala wujuhin, na neno hili limekuja kwenye Qur'ani kwa namna nyingi. Al-awwal, maana ya kwanza, wajihi wa kwanza, yani asnaf al-khalaiq, linakusudiwa sampuli za watu, za viumbe, fi ikhtilafi al-madhahib wal milal wal adyan, katika kutofautiana madhehebu na mila na dini, kama aliposema kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kila hizbi, yani kila madhehebu, kila mila, kila dini, kwa yale walionayo wao wenyewe ni wenye kuyafurahia. Wa athani, maana ya pili hizbi inakuja bi maana askari shaytan, kwa maana askari wa shaytan, ulaika hizbu shaytan, hao ni askari wa shaytan. Athalith bi maana jundur rahman, ya tatu kwa maana ya jundur rahman, askari wa Allah, ulaika hizbullah, hao ni askari wa Allah. Hayo ni maelezo ya alhizbiyya katika upande wa kilugha. Sasa bado tuko katika upande wa kilugha. Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi, nadhani Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi anafahamika rahimahullahu ta'ala, amefariki hivi karibuni. Yeye ni katika maulama wa ahli sunna wal jamaa wa salafi, ambaye ni mwandishi vile vile maarufu wa vitabu. Kama kitabu gani? الرحيق المختوم, kitabu cha sira maarufu الرحيق المختوم cha Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi. Na kitabu gani? Ana kitabu kingine cha Ithaful Kiram, katika taalikati katika Bulughul Marami. Kuna baadhi ya chapa za muasasat al-Haramain, kuna taaliki za Safiur Rahman al-Mubarak Furi. Na ana vitabu vingi tofauti tofauti, miongoni mwa hivyo ni al-ahzabu siyasiya fil Islam. Sasa yeye anasema hivi, haya yafuatayo. Anasema al-hizbu lughatan, hizbu katika lugha, msije mkaona kwamba ni maneno tumeyatunga sisi yamezuka tu hivi bila ya kuwa na mashiko. Yeye anasema hizbi katika lugha sinfum minan nas, ni kipote cha watu au namna ya watu, tajma'uhum sifatun jami'a, ambao wanakusanywa na sifa yenye kukusanya, au maslahatun shamila, au maslahi yenye kuenea, min rabitati al-aqidati wal iman,
miongoni mwa viunganishi vya itikadi na imani, au al-kufri wal-fisq wal-isyan, au viunganishi vya ukafiri na ufasiki na maasi, au rabitatil ardi wal watani, au kiunganishi cha ardhi na mji. Yani kuna watu waweza kaungana wakakaa kitu kimoja kwa sababu ya wao kutoka sehemu moja, nchi moja, au mji mmoja, au al-qabilati wan nasab, au viunganishi vya kabila na nasabu, au al-mihna, au viunganishi vya kazi, wal lugha na lugha, watu wakaungana kwa sababu ya lugha zao, au wakaungana kwa ajili ya kazi zao, umoja wa wafanyakazi, umoja wa watu wa kabila fulani, wa lugha fulani, umoja wa wenye kuzungumza Kiswahili, umoja wa nasabu fulani, ukoo kina fulani, au ma yushakiluha min arrawabiti, au yale yenye kufanya hayo katika viunganishi, wal awsafi na sifa na wasifu, wal masalih na maslahi allati ambayo i'tada an-nas an yajtami'u 'alayha, kukusanyika juu yake. Wamezoea watu kukusanyika, watakattalu haulaha, na kuzunguka pembezoni mwake. Huo ni uhizbia kilugha, anaeleza hapo kilugha ilivyo. Inaposema kilugha hizbia ni viunganishi vya sampuli hivyo, watu wamekusanywa kwa ajili ya imani yao, wakakusanyika kwa sababu ya kufuru au fasiki, chama cha wafuta bangi, chama cha muziki, chama cha nini, ufasiki na isyani, au watu wa mji fulani, umoja wa watu wa Masasi waishio Dar es Salaam, umoja wa watu wa Tandahimba waishio Arusha. Wote huu ni uhizbia katika lugha. Mnaelewa? Maneno haya yanapatikana kwenye kitabu hicho kwa wasifu wa kitabu hiki. Umetaja hapo biwasit kitabi da'wati ila Allah baina at-tajammu al-hizbi wa at-ta'awun ash-shar'i. Wastilahan, sasa kwenye istilahi hapa ndio tufahamu uhizbi nini. Nitajaribu kueleza kwa mukhtasari nini uhizbia. Kullu majmu'atin minan nas, uhizbia ni kila mkusanyiko wa watu. Mpaka ikifika mwisho ndio mtafahamu uhizbia. Hapo mwanzo bado mkusanyiko wa watu wote ule, mkusanyiko wote wa watu ambao lahum udhuia, wana uchama, wa a'dha au majlisun, na wana bodi majlis ile, wa a'dha'un, na wana wanachama, wa muassisun, na waasisi. Vitu vingapi? ويعقدون الولاء والبراء في بنود الحزب ودستوره, na wakawa wanafunga mapenzi na chuki katika vipengele vya chama na katiba yake. Vikikamilika vitu vyote hivi, uhizbia tayari. Lakini mathalan mnaweza mkawa mna majlisi yenu, waasisi wako pale kwamba hii ni shule yetu, wanafunzi, walimu na majlisi ile, mkafanya shughuli zenu, wala hakuna masala alwala walbara. Yani hamfanyi kwamba yule atakayekuwa na sisi mwenzetu na yule ambaye hayuko na sisi si mwenzetu. Yani ukazuka kijiudugu kingine cha katikati hapa ambacho kimezidi ule udugu wa Uislamu. Hii inaitwa alwala walbara. Tumeelewana? Kikipatikana hicho, uhizbia tayari. Popote utakapokuwa, uhizbia tayari ushaingia. Maneno hayo kwenye kitabu Irshadul Bariya ila Shari'iyyati al-Intisab ila Salafiyya ma'a tasarruf yasir cha Ar-Raimi, Abu Abdissalam Ar-Raimi, katika ukurasa wa 268. Sheikh Ali Hassan Al-Halabi naye anasema, naye ni mwanafunzi katika wanafunzi Sheikh Al-Albani, kama anavyoeleza kila mara, na Sheikh anamtaja sana kwenye vitabu vyake kama katika silsila sahiha na vinginevyo. Haya, kullu majmu'atin minan nasi lahum udhuiyya, mkusanyiko wote wa watu, kila mkusanyiko wa watu ambao una uchama. Kuna kitu kinaitwa uchama, ile asili yenyewe, wanachama ule, na majlis, yani wanachama uko, alafu wana majlis ile bodi, alafu wana wanachama, alafu kuna waasisi sasa wale, au tuseme katika lugha nyingine trustees wale wenyewe. Alafu wakawa kuna kipengele cha alwala walbara katika vipengele vya chama au vya hizbi na katiba yake, ikawa vinafanywa kazi sasa vile. Mtatoa mifano wenyewe, mtashangaa. Mtatoa mifano hai ambayo nyinyi mmeghafilika nayo, na mtatoa tambihi vile vile. Nikisahau mtaniambia, mtanikumbusha, hebu tutajie tambihi.
ili sije ikafutu. Waqala Sheikh Ali al-Halabi, na amesema Sheikh Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abdul Hamid al-Halabi al-Athari kwenye kitabu hiki, asema walaysa yakhfa ala ahadin min al-uqala'i, na wala haijifiti kwa yoyote katika walio na akili, anna likulli hizbin mabadi'an wa afkara, kwamba kila chama, kila hizbi kina misingi na kina fikra, wala waiha dakhiliya, na kuna zile ishara au ishara za ndani, wa nadhariyat, na mitazamo, tushakilu bimajmu'iha, vitu ambavyo vinaunda kwa mkusanyiko wake, dusturan lilhizbi, katiba ya chama. Yani kabla hamjaunda katiba, bila shaka kuna malengo, kuna fikra, mnakaa mnatasawwar tu tutengeneze kitu gani, sisi lengo letu, taasisi yetu iwe hivi na hivi, au jamaa yetu iwe hivi na hivi. Tayeb, kwa jamaa yetu ikiwa hivyo, tutapanga katiba sasa ambayo inaendana na nini, na zile fikra zetu, sio haya. Kwa hiyo katiba inakuwa ni uzao wa nini, wa fikra zetu tulizokuwa nazo. Tunapokuwa tumekusanyika, hatuwezi tukaandika tu hivi hivi kama ni katiba au nini. Serikali mathalan imetuhitajia sisi tupeleke katiba ili tusajiliwe, hatuwezi tukakaa tu tukavuruga. Lazima kuna fikra zetu. Kwa nini tumekusanyika? Huu umoja huu wa kutetea nini? Kutetea wakulima, au kutetea wafugaji, au kutetea wapiga ngoma, au wafanyakazi wapi sijui, au kuwatetea makuli, au yani ni umoja wewe. Kwa hiyo vile mtakapokuwa zile fikra zenu ndio zitakazounda kile kitu, ni memorandum yenu kwa ujumla itakuwa inapatikana kwa mujibu wa zile afkari zenu. Hasema hili alijifichi kwa mtu yote wa illa yusamma inda ba'dihim kadhalika, hata kama watu baadhi yao hawatoita hivyo, lakini bado itakuwa ni chama tayari. Fahadha ad-dusturi, kwa hiyo inakuwa desturi hii, katiba hii, huwa bimanzilati al-asasi alladhi yanbathiqu anhu tanzimu al-hizbi, inakuwa yuko katika daraja ya msingi ambao inachimbuka kwenye msingi huo nidhamu ya chama. Wayambani alayhi man amana bihi, na anaifuata yule ambaye ameamini chama hicho, waataqadahu haqqa, na akaitakidi kwa haki kabisa. Asema wa bitabirin akhar, na kwa ibara nyingine unaweza ukasema i'tarafa bihi, mtu atakuwa amekubali katiba hiyo, wattakhadhahu asasa at-taharruki wal amal, na akaifanya kuwa ndio msingi wa kutaharaki na msingi wa kazi. Intadhama fi dhalika al-hizb, kwa hiyo atakuwa amejiunga na chama hicho, wasara fardan min afradihi, na akawa ni mmoja katika watu wake, wa rubbama udwan min a'dha'ihi, na huenda pia akawa ni mwanachama katika wanachama wake, au ruknan min arkanihi, au akawa ni nguzo, yani kiongozi katika viongozi wake. Wa man la, na asiyekuwa hivyo, fala, hawi katika hao. Sasa sema idhan, mtatoa maelezo katika maneno haya idhan. Kwa hiyo fadustur, kwa wao desturi ya ukatiba, huwa asasul walai wal idai, ndio msingi wa kupendana na kuchukiana, waliftihadi waliftiraki, na katiba hiyo hiyo ndio msingi wa kuungana na ndio msingi wa kufarikiana, wataaduli watakhadhul, ndio msingi wa kupeana uadilifu na ndio msingi wa kukoseshana nusra. Maneno haya kwenye kitabu ad-da'watu ila Allah baina at-tajammu' al-hizbi wa at-ta'awun ash-shar'i, da'wa katika kwa ajili ya Allah baina ya mkusanyiko wa kihizbi na kusaidiana kisheria. Maana watu wanaweza kusanyika kihizbi wakadai kwamba mkusanyiko huu malengo yake ni kusaidiana katika dawa, kumbe kuna uhizbi ndani yake. Maelezo ndio atafafanua zaidi hapa. Ni kwamba Sheikh hafidhahullah ta'ala anachokusudia, watu wamekusanyika na wanachama wao na wanachama, na kuna waanzilishi na kuna katiba. Ile katiba ndiyo msingi wa kila kitu, na katika kwa ajili ya katiba hiyo na umoja wao huo wanapendana na kuchukiana. Atakayeingia katika jambo hilo, basi huyu ni mwenzetu na ni katika sisi, atastahili kusaidiwa, atastahili kufanywa kadha, atastahili kujengewa msikiti, atastahili kujengewa madrasa, kwa sababu ni mwenzetu. Na yule ambaye hatakubali hilo atakuwa si mwenzetu, na pengine na uadui ukafanyaje, ukajitokeza. Sasa mifano ndio inafafanua, na nyinyi mpendi mifano, nishawaona.
Mwaitaka mifano? Mifano ndio inaweka wazi zaidi. Sasa kama kule Tanga sisi tutoe mfano wa taasisi ya Ansar na nyinyi wote mwifahamu. Hapa Tanzania nadhani ndio taasisi pekee ya Kisunni ilikuwa na sera hizi za kihizbi. Pamoja na kwamba kwenye taasisi nyingine kuna watu wana uhizibia wao tofauti, yani wameingia katika uhizibia wa vyama vya siasa au vyama vya mipira au vyama vya wakulima na uhizibia au vyama vya miji au vya makabila, lakini tunazungumza kama taasisi ya Kiislamu ya Sunna. Ilikuwa na sera hizi. Ni taasisi gani? Ansari Muslim Center. Una system hizi za uhizbia. Ukitaka kuja kujenga msikiti lazima waangalie kuna wanachama hapa, masasi hapa kuna, basi itabidi nyinyi mjiunge patikana wanachama 15 tuweke tawi hapa. Ili tawi liwekwe lazima patikane wanachama 15 wa taasisi Ansari Muslim Center. Msajiliwa nyinyi mwenzetu. Na itabidi mfuate katiba. Na katika sera za katiba nimesahau kuja nao katiba, sio kama nimekumbuka. Kwa sababu ni kitu cha bure na watu wako nao, wala sio siri. Je, niangalie kama ipo nataka niwasomee kipengele namba 12-14 cha katiba ya Ansari ambayo ni katiba mpya. Kama iko, lakini kama hakuna basi tutaendelea. Anayetaka atarejea mwenyewe. Lakini sikumbuki kama nilikuwa nimeichukua. Sikuchukua. Nitoka karatasi nyingine. Wanasema mtu yote mwanachama wa Ansari Muslim Center ni wasifu mwanachama au masharti ya msema ya uongozi ya mwanachama, kitu kama hicho. Mwanachama katika masharti, sharti la 12 namba 14. Anaonekana mwanachama asiwe ni mwanachama wa chama chochote cha kisiasa. Maneno mazuri, wala jumuiya yoyote ya kidini. Kwa maana wewe ukishakuwa Ansari Muslim Center usiwe jasuta. Ukishakuwa Ansari Muslim Center usiwe ni Islamic Foundation. Ukiwa ni Ansari Muslim Center mwanachama usiwe ni mathalan Al Jazeera. Ukiwa Ansari Muslim Youth Center usiwe mathalan Al Aziz Islamic Center. Usiwe. Na ukifanya kina kinyume na hivyo umevunja katiba. Umevunja katiba. Kwa hiyo mwanachama haruhusiwi kuwa hivyo. Na vita vinaanzia hapo sasa. Nakumbuka mimi katika mkutano mmoja nilihudhuria kidogo, kwa sababu mimi nilikuwa sina kawaida kuhudhuria mikutano ile. Nilikuwepo, nikaingia siku moja nikakuta mjadala kuhusiana na kadhia ya Morogoro. Tawi la Morogoro mwaka uliopita walileta ripoti yao. Ikaonyesha kwamba kule harakati za Sunna kuna misikiti, kuna magari, kuna viwanja, kuna hiki. Alafu mkutano uliofuata kaja karatasi kimoja tu hivi kwamba tawi halina kitu, mali zote za Islamic Foundation. Pale watu wakaanza kuchemka, hiyo skani lazima tawi liuishwe, vurugu, wale watu maneno yanazungumza kwa hamasa. Maazimio mkutano mkuu ikawa ni kuhuisha tawi la Morogoro. Na ukatokea uhasama baina ya viongozi wa taasisi hizi mbili. Wao hawezi kupinga. Hata wenye kujua hawezi kupinga. Ukatokea uhasama mkubwa. Sasa katika kuhuisha tawi ikabidi Ansari Muslim Center kwa kutokana na dola zinazokuja kutoka Uarabuni, dola zinazotumwa na wahisani kutoka Uarabuni zikawapa kiburi. Ukasema tutakomoa. Kwa hiyo jirani karibu, ni maeneo ya karibu ambapo msikiti ule ungekaa katika sehemu ambapo panahitajika msikiti, pengine kuna watu wa Sunna au kuna Waislamu hawana msikiti. Lakini ukaikuwa karibu tu kwa ushindani. Wakapata kiwanja wakajenga msikiti. Hawale kule Islamic Foundation, hawa Ansari Muslim Youth. Nini? Kwa sababu wale wamevunja katiba. Tawi limekufa. Sasa mimi nataka kuwauliza nyinyi. Hivi sisi katika dawa zetu tuko katika kuendeleza Sunna au kuendeleza taasisi ya mtu fulani? Kwani hizi taasisi si sasa zikafungwa tu asubuhi tu? Huyo ni sajili akasema taasisi hii ngoja kwanza, mali zake zote ziende BAKWATA kwanza, au serikali itasimamia, ngoja kwanza hamna kufanya kazi, ndio dini itakuwa imekufa. Sasa watu kwa nini eti anakucha? Kumbe lengo ni Sunna. Lakini tukaona kwamba kumbe lengo si Sunna. Lengo ni kujipanua kitaasisi. Huo ndio uhizbia tunaopiga vita sasa sisi.
Sasa tambili nilikuwa nataka kuisema ni kwamba watu wakawa wanatangaza kwamba hawa wapinga taasisi kusajiliwa. Sio kweli. Sisi hatupingi taasisi. Sisi tunapinga yale yanayofanyika katika sura za kwamba ni taasisi kwa maslahi ya dini, kwa ajili ya da'wa, kumbe yakatumika mambo haya kwa malengo ya watu binafsi na kuleta chuki. Sasa leo chuki ngapi zimetokea baina ahli sunna wal jamaa wenyewe kwa wenyewe hapa Tanzania kwa sababu ya utaasisi. Ndio ubida wenyewe huo. Msije mkaona kwamba bid'a ndio hapo palipopenya ubida. Watu wagongamania mali na nini? Mali zenu. Sasa tunasema uhizbia ni madhmuma, hatukubali. Hii ni moja katika sura ya uhizbia. Hii ni moja katika sura ya uhizbia ambao ulikuwa ukimea hapa Tanzania. Kwa hiyo wewe ukilipa ada yako ya mwaka utaingia mkutano mkuu mwanachama hai. Ukulipa kaa nje. Shakufa tayari wanachama wako. Ukifanya hivi, yani zile system za kiikhwani ndio zile tulizozirithi. Lakini sisi kuna taasisi ngapi? Mbona haziendi hivyo? Mbona haziendi hivyo na dawa inakwenda au dawa haiendi? Sasa hizi kitu gani kinatakikana? Vurugu Mwanza, vurugu huku Morogoro, vurugu Dar es Salaam, vurugu Arusha, vurugu. Kwa nini? Halafu ukizungumza maneno kama Sheikh kafanya juhudi kubwa, kwani pesa zake zile? Labda katoa pesa zake mfukoni kajenga. Tunasema katoa juhudi, kasimamia. Lakini sasa hata kama kasimamia ina maana kwamba ana uhuru wa kufanya anavyotaka katika hii dini. Yeye kahudhuria vita vya Badri sababu watu wa vita vya Badri ndio waliambiwa hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inna Allah tala ala ahli Badr faqal imalu ma shi'tum faqad ghafara Allah lakum. Wa nyinyi watu wa Badri Allah ameshawaona yale mliyofanya, fanyeni mtakavyo, Allah kashawasamehe. Si huyu Hatib bin Abi Balta'a Mtume sallallahu alaihi wasallam ajiandaa kwenda kuwapiga washirikina wa Maka, yeye andika barua kwa siri. Nyinyi watu wa Maka kaeni tahadhari, kaeni chonjo. Muhammad na jamaa zake wanakuja huko. Kwa hiyo tahadharini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamletea wahi Mtume. Kuna mwanamke fulani anakwenda mahali fulani, amepewa barua. Muwaini huyo. Muwaini huyo yuko mahali fulani, anapeleka barua kwa washirikina. Mtume akamwita Ali na wengineo katika masahaba, kina Zubair bin al-Awwam. Nendeni haraka mahali fulani. Yuko mwanamke ana barua, ichukueni mje nayo. Kuna dhaghina ana barua, nendeni. Masahaba mbio wakakimbia wakamfuata. Mpaka pale mahali aliposema Mtume sana sema wakamkuta pale pale. Wakamwambia alkitab, lete ile barua. Akamwambia lete barua. Ali bin Abi Talib amwambia alkitab au la nujarridannaki. Lete barua au tutakuvua nguo zote. Akasema geukeni nyuma. Akafungua katika ukasi yake, katika nywele zake, akatoa barua. Akampa Ali bin Abi Talib. Ali mbio akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akakaa katika majlis. Na aliandika barua ile yuko Hatib bin Abi Balta'a. Ikasoma barua ile. Mtume akamuuliza Hatib, ma hadha ya Hatib? Nini hii Hatib? Hatib akamwambia Rasulullah, mimi sikuandika kwa sababu naupenda ukafiri, sikuandika kwa sababu ya unafiki, kwa sababu mimi nimeritadi, sikuandika hivyo. Akaeleza sababu zake, akaeleza mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema innahu qad sadaqa, amesema kweli. Umar akamwambia da'ni ya Rasulullah adribu unqahu, niache Rasulullah nimpige shingo yake mimi nimkatili, annahu qad nafa, kwa sababu amekuwa mnafiki. Mtume akamwambia la, innahu shahida badra, yeye amehudhuria vita vya Badri, na Allah tabaraka wa taala kashasema fanyeni mtakavyo watu wa Badri, fa inna Allah qad ghafara lakum. Sasa na yeye kahudhuria Badri. Pengine tuseme labda kahudhuria Badri, sasa chochote anachokifanya yeye basi tena hamna. Sasa lazima tuseme maneno kwamba huu mwelekeo ulikuwa tunapokwenda, hii ni moja kwa moja mpaka katika kituo cha uikhwani. Hii kwa safari treni ilikuwa inaelekea huko, ni uikhwani tu. Na sasa taibu kule Saudia kuna taasisi ya wami, yani an-nadwatul alamiyya lishabab almuslim. Wami mwana rais wake mwanachuoni mkubwa, yeye anamkubali Salih al-Sheikh. Pia kuna wanachama, si kuna hivi kura. Waambia la rislik. Vivyo katika yote atakayekuwa kinyume, sidhani kama anakuwa na taratibu kama Ansari Muslim Center, lakini kwa sababu yasema uongo sana, hata kukubalia huu uongo wako.
Sasa akifanya Saleh Ali Sheikh maana yake ndo nini? Tujalie kwamba kweli Sheikh Saleh Ali Sheikh kafanya, kwamba katika jumuiya alikuwa nayo vile vile na tabia kama hizo zenu za kujenga misikiti hapa kwa hapa, za kumbania mali, za kufanya uhisbia. Tujalie ndio hivyo. Haya ndio haki. Sasa hii ni sera ya sunna au ya khurafi ya kikurafi? Sisi tunachoangalia ni hujja na dalili na maelezo yanayotolewa na wanachuoni katika misingi ile sawa sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tukaeleza uhisbia huu. Sasa wale wakawa wanajitetea, sisi tunasema jamani, haya yapo. Hajaelewa tu. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, "Ahsuli kullama talafadha bilislam." Niandikieni kila natamka Uislamu. Mtume akasema niandikieni, si ndio wanachama huo? Hadithi yasema niandikieni kila natamka la ilaha illa Allah. Katika riwaya yasema tukawaandika wakawa ni 1500. Al-Hafidh ibn Hajar anasema huu ni msingi katika kuandika majina ya wanajeshi na wengineo. Sisi tuzungumzie masuala ya kuandika. Tunachokizungumza ni swala la wanachama. Kwani kila aliyeandikwa ni mwanachama? Tukauliza hivi. Wakasema ndio. Katika mkutano wa tangamano au muhadhara wa tangamano tukasema siku na majina kule hospitali watu wasajiliwa, je, nao wanachama? Akasema ndio. Nasema sasa watu wenye akili sasa ndio wajibu wao sasa. Hatutaki tena maneno. Kwa hiyo je, kuandika tu ndio wanachama? Wanachama ni kama hivi tulivyoeleza taratibu zake zilivyo. Kwa hiyo huu ni mfumo unaofanana na vyama vya kisiasa ambao sasa una athari. Si tuweza kusema labda tuandika hii katiba tu kwa lengo tu la kutaka kusajiliwa kwenye taasisi yetu serikali tutambue, si basi? Na kweli tusiandike hizi katiba, tunasajili vyama vyetu. Serikali inataka kutambua sisi ni kina nani, tutafanya nini. Si ndio? Basi. Sasa haya masuala kugombania wanachama, kugawa mafomu na huku kufanya kampeni, mambo haya mtaka muwapeleke wapi hawa? Sunna kwa wao haitoshi. Ina maana kuna kitu cha ziada mbele. Yaani badala ya sunna sasa kuna kitu kingine cha ziada. Wewe ukishakuwa mtu wa sunna bado umepinda mpaka uwe ansari yote. Sasa huu ndio uhisbia tusiotaka sisi. Kwa nini magombana? Kwa msisikie maneno mengine. Haya ndio maneno tunayozungumza sisi na tunayosema. Na mengine zaidi ya haya lakini wakati hauturuhusu. Sasa hivi tuswalini wale ambao hawajaswali insha Allah, alafu tutamalizia kidogo tu alama za mahizbi.